Hapa tulipo sipo, na tusipokuwa makini huko tuendako siko kabisa. Hizi ni nondo za habari kutoka Kemgongo TV. Mimi ni Chazi Fabian. Rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS wakili Boniface Mwambukusi amewataka viongozi nchini Tanzania kuwa uangalifu katika kauli zao, akisema kuwa kauli za viongozi wakuu zina uzito mkubwa kwa jamii. Amesema kauli zinazotolewa bila umakini zinaweza kuchochea hofu, taharuki na hisia hasi miongoni mwa wananchi. Amesema kuwa viongozi wanapaswa kutumia maneno yanayojenga mshikamano, kuimarisha amani na kulinda maslahi ya wananchi badala ya kutoa kauli zinazoweza kuzua mgawanyiko au taharuki kwa jamii. Mwambukusi amesema hayo hii leo Februari 2 wakati wa maadhimisho ya siku ya sheria nchini Tanzania yaliyofanyika jijini Dodoma. TLS inatambua changamoto kubwa iliyolipata taifa letu kutokana na yaliyojiri kabla na baada ya uchaguzi mkuu mnamo mwezi Oktoba mwaka 2025. TLS inatambua zaidi kwamba ni lazima na muhimu kuwa na hatua za uwajibikaji ili kurejesha imani na matumaini ya wananchi katika taifa lao. Ni rai yetu kwamba kila anayetakiwa kuwajibika awajibike kwa maslahi mapana ya taifa letu. Katika kipindi hiki ni muhimu, na tuwaombe hata viongozi wetu wenye dhamana, anapokuwa hana jambo la muhimu sana kuzungumza, asizungumze jambo ambalo litatonesha mioyo ya wananchi. Tuombe hekima kwa Mungu ili tuweze kulirejesha taifa pamoja. Hapa tulipo sipo, na tusipokuwa makini huko tuendako siko kabisa. Tutafika mahali ambapo tutashindwa kurudi tulikotoka. Ni rai yetu kwamba zaidi kwamba tuangalie namna bora na shirikishi yenye kuaminika na wote, na msingi wa kutuongoza katika hili iwe ukweli, haki, uwazi na uwajibikaji. Ukweli, haki, uwazi na uwajibikaji. Hili litaturudishia matumaini. Nia yetu tuwape. Unajua, mtu anaweza asipate kitu, lakini akiona hata sefuria inachemka kumbe ni mawe, anaweza kahisi viazi vitapikwa, tutakula mchana. Kwa hiyo kelele na vilio vinaweza vikapungua. Tuangalie sana hilo. Na katika kusema hili, naomba ni mnukuu Alex Borain katika kitabu chake A Country Unmasked katika ukurasa wa 255. Alizungumza kwa lugha ya kigeni, naomba mimi nizungumze. Kwa hiyo nikisoma Kiingereza kwa Kinyakyusa mtusikitike sana. To forgive after the acceptance of accountability and the responsibility by the person concerned is an act of grace. And give an offender a second chance to ignore or overlook the offense is an act of impunity. Tafsiri yangu ya Kinyakyusa au Kingoni ni kusamehe baada ya muhusika kukubali kuwajibika na kuchukua dhamana ya matendo yake ni kitendo cha neema na kinampa mkosaji nafasi ya pili. Kupuuza au kufumbia macho ni kitendo cha kutojali. Waswahili wanasema ukivuliwa nguo chutama. Kwa hiyo ni muhimu tulione hilo kama taifa wote, na tuongee kwa ukweli bila kufarijiana. Tumejitia aibu, lakini lazima tutafute namna ya kutoka hapo kwa namna ya kuturejesha angalau pale tulipokuwa. Na njia hiyo ndio kama tulivyoshauri sisi kwamba iongozwe na ukweli, haki, uwazi na uwajibikaji. Katika hatua nyingine, Mwambukusi amesema kuwa dhana ya kweli ya maendeleo ya taifa inapaswa kuhitimishwa na furaha ya wananchi, jambo ambalo linawezekana tu kupitia mfumo wa haki unaoaminika. Aidha, amesisitiza kuwa mahakama inapaswa kutoa maamuzi huru yatakayopunguza gharama za mivutano isiyo ya lazima, hali itakayokuwa muda wa wananchi kujikita katika ujenzi wa taifa badala kusalia kwenye migogoro ya muda mrefu. Kauli mbiu ya siku ya sheria mwaka huu ni mchango wa mahakama katika ustawi wa maendeleo ya taifa. Kauli hii imebeba uzito mkubwa na inaakisi ukweli kwamba hakuna maendeleo ya kweli bila ulinzi wa haki, utawala wa sheria na misingi ya utawala bora.
Kwa hiyo kiujumla, mchango wa mahakama katika tunapozungumzia ustawi wa maendeleo ya taifa, tunaliangalia hitimisho. Kwa hiyo kauli mbiu hii maana yake ni furaha, kwa sababu shughuli zote tunazofanya katika kutafuta maendeleo ni ili kupata furaha za watu. Hiyo ndio dhana ya maendeleo katika haki. Haki yoyote ambayo haitafsiri katika msingi ya kuleta furaha inakuwa na changamoto yake katika mahusiano ya kijamii. Mahakama ni moja ya mihimili mitatu ya dola ambao umeundwa na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Muhimili huu huamua mwelekeo wa haki, uaminifu na utulivu wa kitaifa. Taifa linapokuwa na mfumo wa utoaji haki unaoaminika, unaofanya kazi kwa ufanisi na unaoweka mbele maslahi ya wananchi bila upendeleo, dhulma wala hiana, na kuleta hali ya watu kuwa na matumaini, basi ustawi wa kiuchumi, kijamii na kisiasa huimarika. Katika kutekeleza jukumu la kikatiba, mahakama ina wajibu wa kulinda haki za msingi za wananchi kwa kutoa maamuzi huru bila upendeleo, kutoa mwongozo kwenye utatuzi wa migogoro, iwe ya kibiashara, kijamii, kiutawala au kijinai, hivyo kupunguza gharama za mivutano isiyo ya lazima na kuokoa muda wa wananchi kujikita katika shughuli za kimaendeleo badala ya kuendelea kuwa na mgogoro kwa muda mrefu. Kuhakikisha uwajibikaji wa vyombo vya dola na mamlaka nyingine, jambo ambalo ni nguzo muhimu ya demokrasia. Katika mfumo wa kidemokrasia, taasisi kama mahakama, polisi, jeshi, wizara na taasisi nyingine za umma zinatakiwa kufanya kazi kwa uwazi na kwa kufuata sheria. Hii huchochea imani kwa jamii, kwani wananchi wanapojua kuwa haki itapatikana bila upendeleo, wanawekeza nguvu zao katika uzalishaji na ujenzi wa taifa. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.